My night haikuwa mzuri sana. In fact asubuhi nimeamka nikiuma na kichwa. Nimefeel down, nimelia, nimejiuliza maswali mingi sana nikiomba. But kwanza vibaya sio kumalizia vibaya. I have a reason to smile this morning. I have a reason to be grateful to God this morning. Juu ameniamsha nikiwa mzima. Despite all the challenges, niko na shelter. Despite all the challenges, have breakfast yangu. Despite all the challenges, I have a reason to say thank you God. Juu watoto wangu wako sawa, wako shule, mamangu wako sawa, my sisters and brothers wako sawa, baba ya mtoto wangu ameamka akaenda job, yes. Hatujakuwa stable for a while now. Kwa hii nyumba haijakuwa na amani tangu nipate mimba. Lakini I still have a reason to tell God thank you. Juu at least nimeamka nikiwa mzima. At least mtoto wangu anacheza na ako sawa. At least najua aje hii mwaka God will answer my prayers. At least najua aje hii mwaka maaibu zote zenye nimepitia God atanitengenezea jina hii mwaka. Hata kubali naibike tena. Hata kubali nichekelewa tena. Hata kubali nioneshanwe tena. Nimepitia mambo mingi sana. I remember kuna time mingi sana. Hiyo time ilikuwa junkie. Unaamka, niko kwetu kwa nyumba, breakfast iko hapo, hakuna kitu hakuna, lakini mind yangu inapiga tu vile nitatafuta pesa ya kutoa rosto. Lakini saizi I'm grateful to God. Hata nikikula gima na chai, I'm grateful to God. Juu nakulanga na inafika kwa tumbo. I'm grateful to God. Juu kuna mtoto nilizalia nikiwa kwa street nikiwa junkie. Kuna mwingine nilizalia kwa nyumba bado nikiwa junkie. Nikaokolewa na majanki wenzangu, machali za baba au mtoto wangu. Hao ndio walini rescue. Mmoja akakaa hapo sina kama analia nikiwa na mimba nikuzana za. Instead of me nilie, yeye ndio alikuwa analia on my behalf. Na wengine wenzake hapo wakaita mama neighbor kama kata mtoto kitovu and life went on. Mtoto wangu sasa anafikisha 13 years. Story ameshi kuambiwa mpaka na shushu yake, unajua ulizaliwa kwa nyumba auntie yake baba yake, so anashinda kazi ya kunipigia simu kuniuliza mama ati ukaenda aje. His birthday yake ni July 7. They share the birthday na the dad, and birthday yake ikifika kila time she makes sure amenikumbusha nilimzalia kwa nyumba. God was there for that child. God stood with that child, my daughter. Mwenye nilikuwa nimejaribu kucommit suicide nikiwa na mimba yake ya kitu miezi 6 hapa 7. Juu nilikuwa nimepigwa na depression in a way that only God knows. Na nikaona the only way to do it ni kucommit suicide. But God akasema sitakufa, mtoto hata kufa, na nikamzaa akiwa normal. Same case applies to my son. I tried to commit suicide nikiwa na mimba yake ya miezi 6 hapo 7. And the same God akasema jambi hakuna mahali wanaenda. Utawazaa na utawazaa wakiwa sawa na utawalea. I know God does things zenye hata sisi wenyewe huwa hatuelewi. Yes, naweza kaa hivi nione Mungu amenisahau, naweza kaa hivi nione Mungu ameniachilia. Lakini hata nikiamka nikiwa down aje, I always try myself to remember aje kuna kitu God alinifanyia mwaka fulani. Kuna miracle God alinifanyia mwaka fulani. That is what keeps me going every day. That is why what puts a smile in my face every day. Hata nikiamka nikiwa down aje, sikosangi reason ya thank you God for the gift of life. Thank you God. Thank you God. Thank you God. Yes, ni 5 years. But isahaulingi kitu moja. Thank you God for the gift of sobriety. Tu nikiwa junkie, sasa ningekuwa tao. Either nikichoma ama nikitafuta pesa ya kuchoma. And that is exactly zenye ningekuwa tiki happen. Na ningekuwa mahali nikitumiwa tu vibaya ndo nipewe pesa niende nichome. I'm grateful to God. Despite everything I'm going through, niko sober. Hiyo ndio kitu yenye nafanyanga niamke daily. Niko na watoto wenye wananihitaji. Ninajua kama hii daughter Kenya kamaliza form 4. Dakika yote anipigie simu. Mother, umeamka aje? Sasa nikijifanyia kitu mbaya atakuwa anapigia nani simu? Yes, hakuna kitu namfanyianga ngo. Hata school fees ngo. Nampatianga pengine 100 ama 200 nikienda sana dhao ya kitu yenye anataka. Lakini hakuna kitu kingine ya maana namfanyianga. Lakini she's grateful to God because niko sober. Walishi kuniombea. At least hizi niko presentable. Hata wakaambiwa kuja na mama yenu, watakuja na mama presentable. And that is a reason to tell God thank you. Let's see kila kitu iko sawa saa hizi. Yes, 3/4 ya mambo yenye niko nayo saa hizi si mzuri na haiendi vile naweza taka. Niko na uchungu, niko na machozi.
nalala kwa hii kiti kama nalia, naamkanga asubuhi sana sana kama nalia, najiuliza maswali, sina mtu wa kunijibu. Lakini sikosangi reason ya kukuwa grateful. Juu si kila kitu mbaya. Hata kama 3/4 ni mbaya, there is that kakwota yenye inanifanya ni move on. There is that kakwota yenye inafanya ni push on. My children, my mom, my sisters and brothers. Huyu mtoto nimebeba hapa. Juu, I know aje. Hii machozi yote nimelia na hii mimba. Itamalizika. Na nitaimba, vile nitamzaa, nitaimba wimbo ya winners. Wenye God amenifanyia. Mungu amesikia maombi yangu. Hiyo wimbo najua nitaimba. So, siwezi give up saa hizi. Siwezi kuwa down saa hizi. Sina hiyo time ya kupoteza nikilia. I imagine sina. Na hata nikilia, I wake up and stand strong. Ndio si kila kitu mbaya. Kuna hizo kama 5 ama 2 ama hata kama ni 1 yenye nafanya ni push on. May the Almighty God answer our prayers hii mwaka. May the Almighty God give us a reason to smile hii mwaka. May the Almighty God stand with us in a way that wenye wanatuonaga hivi wanatuchekelea. Wenye wanatuonaga wanasema maombi yetu hakuna mahali inaendanga. Wenye wanatuonanga hivi wanatudharau juu chungu yenye tunapitia. Juu hakuna siku tutawahi kaa hivi tuseme kitu ya maana kwa maisha yetu. May the Almighty God remember us in a way that hao tu walikuwa wanatuita failures. Hao tu walikuwa wanasema maombi yetu haifikangi. May the Almighty God use them to testify on our behalf. Waseme ule this and this and this. Na saa hizi kuko hivi na hivi na hivi. May the Almighty God use them in a mighty way.